iko siku sisi sote tutakutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tutakutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii itakuwa ndio siku ya mwisho kwenda kuhukumiwa kwa mambo ambayo tumeyafanya katika ardhi hii. Na kwa mujibu wa Qur'ani, Allah anatuonesha kwamba siku hiyo mwanadamu hatofaliwa malun wala banun, hatofaliwa na mali yake wala watoto wake wala chochote wala nasaba yake wala rafiki yake wala yeyote, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja akiwa na moyo safi, moyo salama. Moyo salama ni moyo ulioepukana na maradhi ya kiibilisi, ulioepukana na maradhi ya kishaitani. Moyo salama ni moyo kwa mtazamo wa Mwenyezi Mungu hapa haizungumzi maradhi haya ambayo tunayo katika dunia. Moyo salama unazungumza maradhi ambayo yananasibiana moja kwa moja na imani ya Muislamu. Illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atafika kwa Mwenyezi Mungu akiwa salama, hana maradhi ya nafsi yanayotokana na kumfuata sheitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akayaeleza maradhi yenyewe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayaeleza maradhi ambayo yanaweza kuharibu moyo. Na moja tukasema kwamba ni kuwa bakhili, kuwa mchoyo na kuwa mbinafsi. Haya ni maradhi mabaya kabisa kuliko hata ukimwi kwa mtu wa imani. Na ukisoma katika sura Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala asema faminhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw anhu wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yawmi yalqawna. Asema katika watu wenye maradhi haya ya ubakhili wako ambao walipata kumwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wanatazamia, wana shida hizi za hapa na pale katika maisha haya ya dunia. Kisha anasemesha moyo wake kwa uongo tu, kwa hisia za kuona kama Mwenyezi Mungu angalie shida yake na itatue. Faminhum man ahada Allah, wakawa wanamwahidi Mwenyezi Mungu, wanasema la in atana Allahu min fadlihi, kama Mwenyezi Mungu atanipa katika fadhila zake kwa hiki ambacho nakitazamia, kwa kweli nitatoa sadaka sana na nitakuwa mtu mwema kabisa. Kisha Allah asema falamma atahum min fadli, mara alipowapa katika hizo fadhila walizokuwa wanatazamia, bakhilu bih, wakarudi pale pale wakafanya ubakhili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watawallau, na wakasonga mbele na mambo yao ya maisha ya dunia. Wa hum mu'ridun, na wakajitenga kabisa kama walikuwa hawana ahadi kabisa na Mwenyezi Mungu, wakapotezea. Allah asema fa'aqabahum nifaqa, malipo aliyowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu hawa, aliwatia unafiki kwenye nyoyo zao. Ila yaumi yalqauna, watabaki na deni hilo na watabaki na hali ya unafiki
ila yaumi yalqaunahu, mpaka watakapokutana na Mola wao mlezi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawakamia akiwakusudia kwamba wanakaa wanafanya hali ya udanganyifu. Sisi sote, kila mmoja shahidi, tunaweza kuwa na michongo yetu katika maisha. Tunamhitaji sana Mwenyezi Mungu. Unajisemesha, wakati mwingine unaweza ukasema hata na mwenzio, ukaonesha nikiweza kutoboa katika semeni nitashukuru sana. Yaani kwa kweli sijui nitafanya nini. Yaani nitajitahidi sana nifanye 1 2 3. Lakini Mwenyezi Mungu akikupitisha ukatoboa katika michongo yako, Mwenyezi Mungu anasahaulika. Moja ya malipo ya watu ambao wanaendekeza ubakhili katika nafsi zao, hata pale Mwenyezi Mungu amewadhihirishia wazi kwamba pana msaada wake wa kukutoa, halafu wewe ukafanya ubakhili, moja ya malipo ni kulipwa unafiki, na huo unafiki utabaki nao, umefungwa nao ila yaumi talqa Allah, mpaka unapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kukamiwa na mtu yeyote ukawa salama, lakini huwezi kukamiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa na hamu ya kukutana na wewe, ana shauku ya kukutana na wewe kwa maovu yako, alafu ukawa salama. Kwa hiyo unaweza kuona athari mbaya ya mtu kuendekeza ubakhili katika nafsi yake. Na Qur'ani pia ikatukumbusha kwamba mafanikio yoyote katika maisha ya dunia yamefungamanishwa na mwanadamu kupambana na nafsi yake. Katika dunia, katika akhira, mafanikio ya hapa duniani na maisha ya akhira yameunganishwa pamoja na mwanadamu kupambana na nafsi yake, kuiokoa nafsi yake na ubakhili na uchoyo na ubinafsi. Kama tulivyoona katika sura Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wale ambao wanaweza kuokoa nafsi zao kuondokana na maradhi ya ubakhili na uchoyo na ubinafsi, hao ndio watakaopata mafanikio kwenye dunia na katika maisha ya akhira. Kinyume chake, mwenye kuendekeza tabia hizi za ubakhili, ubinafsi na uchoyo, huyo hawezi kupata mafanikio, sio katika dunia wala sio katika maisha ya akhira. Ndugu zangu katika imani, tunajitibu vipi kutokana na maradhi haya? Uislamu, bahati nzuri, sio dini ambayo inaeleza matatizo tu, bali ni mfumo kamili wa maisha. Ukieleza tatizo, unaweka na suluhisho lake. Na umbile la mwanadamu limewekewa taratibu ambazo likilelewa kupitia katika njia hizo, hakuna binadamu anaweza kufika Mwenyezi Mungu anasema, unajua mimi nilikuwa hivi, nilikuwa bakhili, yani nilifanya jitihada zote ikashindikana. Mwenyezi Mungu hajafanya hivyo. Allah amefanya taratibu alizoziweka ambazo zinampeleka mtu katika utu. Amefanya sahali, amefanya njia nyepesi kwa namna ambavyo inawezekana. Na ndio maana maulizo ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, hatutokuwa na maswali yenye uzito sawa. Kama Mwenyezi Mungu amempa mtu kwa kadri alivyompa, na yeye pia atakuwa na maswali mengi zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzingatia lile ambalo Mwenyezi Mungu anaangalia mtu amempa nini. Kama hakumpa, wala hawezi kuwa na maswali akaulizwa kitu ambacho hakupewa. Na ndio maana nakuja hata kwenye makadiri, kwenye qadar, kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu hataulizwa. Ni sawa na tunaposema, kwa mfano, mtu amezaliwa Jumapili, huwezi kuulizwa kwa nini ukuzaliwa Jumatatu, kwa nini ukuzaliwa Ijumaa. Huwezi kuuliza hilo swali kwa sababu liko nje ya uwezo wako. Lakini lile ambalo mwanadamu atakuwa ana uhuru wa kuchagua, hili lazima aulizwe. Kwa nini ulifanya hivi badala ya hivi, na ulitakiwa ufanye hivi? Hapo lazima mtu aulize. Kwa hiyo katika Uislamu, moja ya faida ya Uislamu kwamba unaweza kueleza shida, unaweza matatizo, lakini pia unatoa na suluhisho, ambao suluhisho haishughuliki na kabila, haishughuliki na taifa, haishughuliki
watu fulani inashughulika na ulimwengu, kwamba ile suluhisho inayokuja mtu yeyote atakayeitumia anasalimika kutokana na hilo tatizo. Jambo la kwanza kabisa ambalo mwanadamu ameghafilika nalo mpaka anafika pala pakuwa na hisia za vitu hivi vitatu: ubakhili, uchoyo na ubinafsi, ni mughafala wa kuamini kwamba kila anachokimiliki ni cha kwake. Anahitaji kusahihisha akili yake, mindset yake. Anahitaji kurudi katika mwongozo, afahamu kwamba sisi katika hii dunia hatumiliki chochote isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ukisimamie tu. Sisi ni wasimamizi. Ukienda katika sura Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala asema, huwa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, na mtoe katika vile ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekufanyeni nyinyi kuwa wasimamizi wake. Sisi ni wasimamizi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, cha mwanadamu ni nguo aliyovaa ikachanika ikawa daso, hawezi kuvaa tena, hiyo ndio ya kwake. Ama kanzu nzuri namna hii haina kiraka chochote, hiyo sio ya kwako, hiyo ni ya warithi. Yani nguo yako ambayo umeivaa sio ya kwako, wewe ni msimamizi wa hiyo nguo, unaiacha. Baada ya hapo watu wanakutana, aliacha kiasi gani, aliacha nguo kiasi gani, watu wanagawana. Ukikosa hii philosophy kwenye akili, utaamini kwamba vyote ulivyo navyo ni vya kwako. Walillahi mirathu samawati wal ardh, walillahi khazainu samawati wal ardh. Yani vyote vilivyo katika mbingu na ardhi umemilikishwa kwa muda kidogo tu. Yani Allah anakupa, alafu anataka uvieneze kwa namna tofauti, watu wanufaike. Alafu kwa hilo pia Mwenyezi Mungu atakulipa. Yani amekupa uvieneze katika haki zake, alafu Allah atakulipa pia kwa kufanya hivyo. Lakini kuna mwanadamu akishapata, anaamini vyote ni vya kwake. Kwa hiyo anafanya jitihada za makusudi kuhakikisha hakuna mtu anayeshare naye katika maisha. Tunasema hapo unakuwa na upogo wa akili. Umeshindwa kutumia mazingira vizuri, umeshindwa kutumia akili vizuri, ukitafakari inavyotakikana. Vitu vyote tulivyo navyo ni vya Allah. Ya ayuha nas, enyi watu, antumul fuqara, nyinyi nyote ni mafakiri. Wallahu huwal ghani alhamid, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tajiri mwenye kusifiwa. Hii fikra ukiweka vizuri akilini, itakusaidia kila ukitaka kufanya ubakhili. Unagundua kwamba after all, hii mali yote sio ya kwangu, mimi nimemilikishwa tu. Kwa hiyo aliyenimilikisha amenitaka nitoe, nimpe huyu, nifanye hivi, nifanye hivi. Namba 2, ilazimishe nafsi mpaka ipende kutoa, wala usiendekeze, itakugharimu. Nafsi kwa asili yake yenyewe naweza kuvivika na ikajipendelea. Kwa hiyo ni lazima ilazimishwe. Ni lazima ilazimishwe. Kama ambavyo katika maeneo yetu mbalimbali tuliyokuwepo, tuna watu tumewaacha, ni Waislamu wenzetu, tunashughulika nao, wapo, hawezi kutoka kuja kuswali. Hakuna kinachomzuia isipokuwa hajailazimisha nafsi. Nafsi inalazimishwa. Nafsi usipoilazimisha inakugharimu. Ni lazima uilazimishe nafsi kwa kuanza mdogo mdogo. Kama unavyoona mtu anaanza mazoezi madogo madogo, baadaye anatokea kuwa ni star. Na nafsi nayo itakuwa inaelewa katika mfumo huu. Usipoilazimisha, unaweza kushangaa, unaweka mkono mfukoni na kusudia kumpa mtu, nafsi inakwambia acha, unaacha. Unakwenda mpaka inafika pala inakuwa na yenyewe ni wakala. Ni lazima kila mmoja ilazimishe nafsi ili aweze kuiepusha na haya maradhi.
Haya maradhi yana gharama kubwa, hasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ukiepukana na haya maradhi unafika kwa Allah ukiwa na moyo salama. Nafsi inalazimishwa. Usipoilazimisha nafsi itakugharimu. Hata kwenye maisha ya kawaida tu. Jambo moja la kawaida kabisa, usipojilazimisha huwezi kufanya. Ndivyo pia nafsi inavyotakiwa kulazimishwa kwenye mambo ya kiimani, kwa sababu panakuwa na mapambano makubwa pia na ibilisi. Ilazimishe nafsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, okoeni nafsi zenu hata kwa nusu ya tende. Okoeni nafsi zenu kutokana na moto hata kwa kujenga tabia ya kutoa nusu ya tende. Hivi nusu ya tende ni kitu gani? Pengine kwa mazingira yetu huku ukizungumza nusu ya tende labda isieleweke, lakini tunaziona tende na tunatumia tende. Sasa umeshika ile tende, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema okoa nafsi yako na moto kwa kutoa ile nusu ya tende. Kwa maana umepata ile tende kamili, igawe kati, mpe mtu mwingine nusu na wewe uchukue nusu. Itakuwa sababu ya kuokoa nafsi yako kutokana na moto. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unailea nafsi yako kutokana na ubakhili, kutokana na uchoyo, kutokana na ubinafsi, kwa kulazimisha. Usipoilazimisha nafsi, hata kama utashika tende 5, watu watakuangalia pale unakula moja moja, unawapigisha story. Unakula moja moja, unawapigisha story mpaka zinaisha. Kesho utapata boksi zima, utakuwa unatoa kidogo kidogo, watu wasikuone. Illa man ata Allah biqalbin sadid. Kwa Allah hakuna salama mpaka mtu atakayependa kwa moyo mwenye salama. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe salama ya nafsi zetu ili tupate salama mbele yake. Kama tulivyoona katika swala la kulea nafsi, katika malezi ya nafsi ni pamoja na kuzizoesha kidogo kidogo. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha utita shay'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq. Utakapopata kitu chochote, hii ni kanuni na ni malezi ya nafsi. Idha utita shay'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq. Utakapopata kitu chochote, umepewa chochote, hasa katika vitu vinavyotoa nafsi roho, ni vyakula. Idha utita shay'an min ghairi an tas'al, utakapopewa kitu ambacho hukukiomba kwa hitajio lake, umepewa tu, fakul, kula kidogo, watasaddaq, na katika hicho utoe sadaka. Kuilea nafsi kwamba hata kama unacho kidogo lazima ujizoeshe kuitolea nafsi sadaka. Umenunua karanga za shilingi 100, kuna mtu ambaye unaweza kukutana naye kwa namna moja au nyingine ukashare naye, hii inaulea moyo, inakwenda mpaka unafika pala ukipata kitu kikubwa pia unaweza ukatoa. Kinyume chake inakuwa ni ngumu. Utaanza katika sehemu ndogo ndogo, lakini mwisho unakwenda mpaka nafsi inakuwa ngumu. Na ikifika katika sehemu ya qaswatul qulub, unaweza ukabaki nayo mpaka unakutana na Mola wako. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hilo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo pia niatilie mkazo kidogo tunaposema ubakhili, mara nyingi watu wanaweza kudhani ubakhili unaishia kwenye mali tu. Lakini ubakhili, mtu anayekuwa na tabia ya ubakhili na nafsi kaugua haya maradhi ya ubakhili, uchoyo na ubinafsi, haishii tu kwenye mali, lakini hata hisia. Mtu anaweza kuwa ni bakhili wa hisia zake. Hawezi kushare upendo, hawezi kushare vitu ambavyo ni vya hali ya kawaida. Hii inatokana na athari ya ubakhili. Mtu anaweza kuwa ni bakhili wa salamu. Anakuwa ni bakhili wa salamu, yani hajishughulishi wala hafikirii kumsalimia mtu nini, anakuwa bakhili.
inatokana na maradhi ya nafsi ya ubakhili, uchoyo na ubinafsi. Yani ile Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mbora wenu ni yule ambaye anatangulia kutoa salamu. Lakini inaweza kwenda ikafika pahala wewe ndio kawa unasalimiwa tu, sio? Ule ubinafsi unarudi kwenye mambo ambayo ni ya kawaida kabisa. Unatakiwa jikague vizuri. Lakini pia kuna kusaidia kwa nguvu. Yani kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa kuwa, nguvu. Wakati mwingine unaweza kumuona mtu anatabika pale na unao uwezo wa kumsaidia, lakini hauwezi kumsaidia. Na wakati mwingine akikupa chochote nguvu inakuja. Kama vile nguvu inakuja. Basi hata mtu ambaye ni wa kawaida anahitaji msaada wa kawaida tu kumsaidia, hauwezi kumsaidia. Unamwona anayenyeka pale, huwezi kumsaidia kwa sababu wewe una ubakhili wa nafsi. Sasa ubakhili unakwenda mbali zaidi, sio lazima kwenye mali peke yake. Mtu anaweza pia kuwa ni bakhili wa vitu ambavyo ni vya maisha ya kawaida ya kila siku. Na inaweza kuwa mtu ni bakhili wa mawazo. Yaani Mwenyezi Mungu amekupa mawazo, unaweza ukaona watu wanavyotaabika pale na nini, lakini wasema nikiwapa wazo langu ili watatoka. Yaani hata ukimkuta mtu kwa mfano ameweka kameza kake pale anafanya biashara, unaona huyu angefanya 1 2 3 angetoka zaidi. Yale mawazo unayafinya kwa sababu akiyachukua tu anatoka kweli. Ubakhili ni kitu hatari. Uchoyo na ubinafsi ni kitu hatari kabisa, ni maradhi ya hatari kabisa, ambayo baadaye inapelekea kwenda kwenye hasad, maradhi mengine kabisa ya hasad. Kwa hiyo nafika pahala manake unasema nikimpa mawazo yangu haya akiyachukua inaweza kumfanya akaendelea. Kumbe havina uhusiano kati ya riziki yako na yako yake, havina uhusiano. Mpe mawazo achakalike. Sasa unapokuwa umeendekeza ubakhili katika nafsi, sio tu katika mali, lakini inaweza kutokea pia kwenye maisha ya kawaida, kwenye matukio tu ya kawaida ya maisha. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atustiri na maradhi haya mabaya ya nafsi na atufikishe kwake tukiwa na nyoyo salama.